Karibu tena Datom TV kwa movie na burudani kali sana. Leo alikuwa nyumbani. Mwalimu alimkemea kwa ukali, akiwa amechoshwa na hali ya Dukpal kuendelea kufeli bila kuonyesha maendeleo yoyote. Wakati alipokuwa akimkemea, Jongchul aliingia kwa haraka akitangaza kwamba walikuwa wamemkamata Kwangsu. Mwalimu aliganda alipogundua kwamba Dukpal hakuwa mwanafunzi wa kawaida tu, bali alikuwa mwanachama mwandami wa genge hatari. Dukpal, akiwa mtulivu na mwenye kujiamini, aliwaambia watu wake wamtoe mwalimu nje. Mambo yalizidi haraka pale mwanaume kuwa amekamatwa Kwangsu alipojaribu kutoroka na kuwa mkali akimtishia mwalimu kwa kisu. Dukpal aliingilia kati mara moja. Ndani ya sekunde chache alimnyang'anya Kwangsu silaha na kumpiga hadi akazimia. Baada ya hapo, Dukpal alielekea kukutana na kiongozi wa genge aliyejulikana kama mwenyekiti. Alionyesha wasiwasi kwamba huenda Kwangsu alikuwa amejiunga na kundi pinzani, lakini mwenyekiti alionekana mtulivu. Badala ya kuwa na wasiwasi, alimwambia Dukpal aweke mkazo katika masomo ili siku moja aweze kuliongoza shirika yeye mwenyewe. Baadaye usiku huo, Dukpal alimruhusu dereva wake na mlinzi wake wa mwili waondoke, akachagua kurudi nyumbani peke yake. Aliposimama kuvuta sigara, alimwona kijana mmoja akiwa karibu kuruka kutoka kwenye daraja. Bila kusita, alikimbia kwenda kumwokoa. Mvulana huyo alikuwa Ian, mwanafunzi wa shule ya sekondari aliyekuwa na matatizo. Ingawa Dukpal alifanikiwa kumvuta na kumweka salama, ghafla lori lilimgonga Dukpal. Alipoamka, alikuwa kwenye kitanda cha hospitali, lakini ndani ya mwili wa Ian, akili na roho yake vilikuwa vilevile, lakini mwili haukuwa wake tena. Wakati huo huo, marafiki zake Jongchul na Jongsu walifika wakitafuta kulipiza kisasi. Walimpiga bila kujua kwamba mtu aliyekuwa akimshambulia alikuwa ni Dukpal mwenyewe. Walimvuta hadi kwenye ibada ya kumbukumbu yake mwenyewe, lakini hakuna aliyeamini madai yake ya kukata tamaa kwamba bado alikuwa hai. Dukpal alijaribu kurudisha roho yake kwenye mwili wake kwa kwenda kwenye chumba cha maiti, lakini daktari alimweleza kwamba ilikuwa tayari imechelewa. Mwili wake wa zamani ulikuwa umeondoka na ungezikwa hivi karibuni. Kwa kukata tamaa, aliruka kutoka kwenye daraja lile lile akitumaini kubadilisha kilichotokea, lakini badala yake aliamka siku 3 baadaye akiwa na mguu uliovunjika. Pia alikosa mazishi yake mwenyewe. Muda si mrefu, katibu wa baba yake Ian aliwasili, akimpa vitabu vyake vya shule kwa baridi na kumwonya asisababishe matatizo tena. Aliposoma shajara ya Ian, Dukpal aligundua kwamba Ian alikuwa amedhulumiwa vibaya shuleni na kupuuzwa na familia yake mwenyewe. Akiwa na hasira, aliapa kurekebisha mambo kwa ajili yake. Baada ya kutoka hospitalini, alirudi nyumbani kwa Ian, wapo mfanyakazi wa nyumbani alimkaribisha kwa uchangamfu. Alieleza kwamba Mikyang, katibu wa mwenyekiti, alikuwa akimshawishi mama yake Ian kunywa pombe pitapita. Alishuku kwamba Mikyang alikuwa akipanga kuwaondoa Ian na mama yake Minsio kabla mke halisi wa mwenyekiti hajafariki. Hilo likitokea, familia ya Ian ingelirithi kila kitu. Mfanyakazi huyo pia alitaja kwamba tabia ya Ian ilionekana badilika siku hizi karibuni, akidhani ni kutokana na ajali. Dukpal alikata nywele mtindo mpya. Siku moja alipokuwa akinunua vitabu vya shule, alikutana na Seikyong ambaye alimtambua mara moja kama Ian. Ingawa yeye hakumtambua, alimsaidia kuchagua vitabu na kumtazama akiondoka, akiwa mchanganyikwa na tabia yake. Kadri muda ulivyozidi kusonga, Dukpal alizoea maisha yake mapya. Alianza kufanya mazoezi, kusoma na kujifunza kuhusu maisha ya zamani ya Ian. Shule ilipofunguliwa tena, kila mtu alishangazwa na mabadiliko yake. Alionekana na kutenda tofauti kabisa kiasi kwamba wanafunzi wake walidhani alikuwa mwanafunzi aliyehamia kutoka shule nyingine. Wanyanyasi, hasa kundi la Jaime, hawakuamini macho yao. Hatimaye, Jaime na genge lake walimzingira na kuanzisha ugomvi. Ingawa akili ya Dukpal ilikuwa ya mpambani, mwili wa Ian haukuweza kuendana naye. Alijaribu kupambana kwa nguvu, lakini alikosa nguvu aliyokuwa nayo zamani. Pigo moja kali kichwani lilimwangusha chini na kupoteza fahamu. Baada ya kupigwa hadi kupoteza fahamu na wanyanyasi, Dukpal aliingia kwenye gizani ambapo alikutana na roho ya Ian. Mvulana huyo alionekana mchovu na aliyeshindwa, akimwomba aache kuingilia maisha yake kwa sababu aliamini hakuna kitu cha kurekebisha. Dukpal alipoamka, Seikyong alikuwa amesimama kando yake akimuhusihi aache kuingia kwenye mapambano. Kisha walienda chumba cha huduma ya kwanza kutibu majeraha yake. Alipokuwa akimhudumia, Seikyong aligundua kwamba Ian alizungumza kama mtu mzima zaidi, akitaja jeshi na uzoefu ambao haukuwa na maana kwa kijana mdogo. Hilo lilimfanya awe na mashaka. Alianza kuhoji kwa nini Ian alitenda tofauti sana na kwa nini hakumtambua mapema katika duka la vitabu. Ian, asiyeweza kuficha ukweli, alidai kwamba kupoteza kumbukumbu kutokana na ajali ilieleza kila kitu. Mtazamo wa Seikyong ulibadilika. Alimshtumu Ian kwamba kabla ya ajali alikuwa akimfuatilia na kumtishia. Alisisitiza kwamba Ian halisi bado yupo mahali pale na kwamba kuna mtu anayeficha kilichotokea. Ian alikataa tuhuma hizo na kudumisha kwamba jeraha la kichwa ndilo lililobadilisha tabia yake. Wakati huo huo, wanafunzi walinongonea kuhusu jinsi yule mvulana dhaifu alivyoanza kupambana na wanyanyasi wake. Katika wiki zilizofuata, Ian alifanya urafiki na kundi la wasichana. Seikyong, ingawa bado alikuwa mwangalifu, aligundua jinsi Ian alivyochukua masomo na mazoezi kwa uzito.
Ian alitumia muda mwingi wa zaidi kufanya mazoezi na kujijengea nguvu. Wakati katibu kutoka ofisi ya baba yake Ian alipomtishia kumpeleka nje ya nchi, alisimama kidefu kwa utulivu. Usiku moja Ian alitembelea bafu la zamani la genge ambapo wahuni wawili walijaribu kuanzisha ugomvi. Akitumia instinkti zake za zamani, aliwadhibiti kwa urahisi na kujitambulisha kama Dukpal, aliyekuwa mshika nafasi ya pili katika genge. Wanaume wale walionyesha heshima mara moja, naye akaondoka baada ya kuwapa pesa kiasi. Baadaye, Jongchul aliwasili akiwa na Jane pamoja na wanyanyasaji wa shule waliokuwa wanatafuta kujiunga na genge chini ya kiongozi wake mpya, Dongsu. Wahuni wa genge walitaja kwamba mapema kulikuwa na kijana mdogo aliyefika akidai kuwa yeye ni Dukpal, lakini Dongsu alipuuza jambo hilo. Jane alimwona Ian akiondoka na kutambua kwamba ndiye mtu yule yule. Shuleni, Seikyung kuwa na udadisi. Alitembelea nyumbani kwa Ian kwa kisingizio cha kusoma, lakini kwa siri alipekua chumba chake akitafuta ushahidi. Ian alimkuta na kuanza kuwa na shaka kuhusu nia yake. Seikyung alikiri kwamba hatia ndiyo iliyomsukuma kutafuta ukweli, akiamini kwamba kujifanya hakuna kilichotokea kunyemaanisha kufuta uwepo wa Ian halisi. Mazungumzo yao yalikatizwa na kelele kutoka ghorofa ya chini. Mama yake Ian, akiwa amelewa na mwenye hasira, alikuwa akimlaumu mwanawe kwa kuharibu kazi na maisha yake. Akiwa zamani mwigizaji maarufu, mama yake alipoteza kila kitu baada ya kuhusika na mwenyekiti na kumzaa Ian. Ian alitoa pombe yote ndani ya nyumba kwa nguvu kabla ya kumlaza kitandani. Wakati huo huo, Seikyung alichukua unywele mmoja kwa ajili ya kipimo cha DNA. Baadaye usiku huo, Ian alimtoa Seikyung nje ili kusafisha hali ya hewa. Walitembelea maktaba tulivu ya muziki ambako walisikiliza rekodi na kuzungumza kuhusu maisha. Alitafakari jinsi ajali ilivyobadilisha mtazamo wake. Alikuwa ameamua kuacha kuwa mnyonge na kusimama kwa ajili ya kilicho sahihi hata kama uwezekano ulikuwa dhidi yake. Wakati huo huo, baba yake Seikyung alianza kuwa na shaka na akampigia simu mwanawe akimtaka ajue alipo. Seikyung alipatwa na wasiwasi, hasa kwa sababu makosa ya zamani yalikuwa yamewahi kusababisha adhabu kali. Alipofika nyumbani, alikiri alikokuwa na alishangaa baba yake alipomruhusu aende bila adhabu. Shuleni, mvutano ulirudi tena. Jaime na kundi lake walimzingira Ian kwa mara nyingine, wakimwonyesha video ya kumdhalilisha ya maisha ya zamani ya Ian halisi. Tukio hilo lilimkasirisha Dukpal, ambaye alimchokoza Jaime aanze kushambulia kwanza. Mapigano yalikuwa ya haraka na uzoefu wa Dukpal uliwashinda wanyanyasaji, ukawaacha wote wakiwa chini. Yalipomalizika, Jaime alitambua kwamba alikuwa akipigana na mtu aliyekuwa juu sana ya kiwango chake. Aliweka wazi yeye ni nani: Dukpal, mshika nafasi ya pili wa genge la Chilsong. Mwalimu wa darasa alimkaribia Seikyung na kumuomba amwangalie Ian, akiwa na wasiwasi kwamba unyanyasaji ulikuwa unazidi mipaka. Kabla hawajachukua hatua, wote wawili waliona msongamano nje. Kupitia dirisha la darasa, walimuona Ian akilishinda kundi la Jaa peke yake. Mwalimu alikimbia nje na kuchukua udhabiti wa hali mara moja, akimkemea vikali Jaa na wafuasi wake kabla ya kumgeukia Ian kwa wasiwasi. Baada ya hali kutulia, alimpeleka Ian kwenye chumba cha walimu. Hapo alimueleza kwamba alikuwa na haki kamili ya kuwasilisha malalamiko rasmi kupitia kamati ya vurugu za shule. Wazo hilo lilimshangaza Ian, ambaye alijiuliza kwa nini namo mwalimu hawakuwahi kuingilia hapo zamani. Alimuhimiza achukue hatua sasa, akimhakikishia kwamba wanyanyasaji wangeweza kufukuzwa shule kama angechukua kuripoti. Baada ya kutoka kwenye chumba cha walimu, Ian aliwakabili Jaa na marafiki zake tena. Kwa mshangao wake, hawakuogopa tishio la kufukuzwa shule. Hawakuwa na hami na shule wala cheti. Akitambua kwamba kuwaondoa kungesogeza tatizo mahali pengine, Ian aliamua kuwafundisha nidhamu yeye mwenyewe. Baada ya shule, aliunda orodha binafsi ya malengo ya kukamilisha kabla ya kurudi kwa Ian halisi. La kwanza lilikuwa kubadilisha wanyanyasaji, likifuatiwa na kumlinda mama yake, kuhitimu shule ya sekondari na kujenga urafiki wa kweli. Siku iliyofuata, Ian alianza kuwafundisha nidhamu wanyanyasaji. Kila walipotenda vibaya, aliwachukulia hatua za kifizika ili waelewe nafasi yao. Kadri muda ulivyokwenda, bikunu zake zilifanya kazi. Wanyanyasaji walianza kumtii na shule nzima ilianza kumtazama Ian kwa mashangazo na heshima. Wakati huo huo, Seikyung aliendelea kuwa na shaka. Aliwasiliana na mmoja wa washirika wa baba yake kufanya kipimo cha DNA kuamini kwamba Ian alikuwa mlagafu. Majibu yaliporudi yalithibitisha kwamba Ian alikuwa halisi, jambo ambalo lilimwacha Seikyung akiwa amechanganyikwa zaidi kabisa. Licha ya majibu hayo, aliendelea kufuatilia kila hatua ya Ian. Karibu wakati huo huo, Yi alimuuliza Jaime kuhusu uhusiano wa Seikyung na matukio yaliyotokea kabla ya ajali. Aligundua kwamba Seikyung aliwahi kuripoti unyanyasaji ule shuleni, lakini baadaye alijiondoa katika suala hilo pale Yi alipokataa kusema ukweli. Shuleni, Yi aliendelea kuwa na matatizo katika masomo, lakini alianza
alianza kufanya vizuri katika mahusiano ya kijamii. Alimfuata Seikyung ili amfundishe masomo. Ingawa mwanzoni Seikyung alikataa, hatimaye alikubali. Siku hiyo, Yi-an alipata umaarufu baada ya kumshinda Jae-hoon katika mchezo wa mpira wa kikapu na kutumia ushindi huo kuzungumza dhidi ya umbea na kueneza uvumi. Yi na Seikyung walizidi kuwa karibu kupitia vipindi vyao vya kujifunza, lakini wote wawili walikuwa na mashaka. Yi alihisi kwamba Seikyung alikuwa anaficha kitu, wakati Seikyung aliendelea kuwa na wasiwasi kuhusu mabadiliko ya ghafla ya Yi-an. Seikyung alijitumbukiza sana katika kutaka kujua kilichompata Yi-an halisi. Alijitolea kumfundisha, ingawa Yi-an hakuonyesha maendeleo makubwa, hasa katika hesabu. Siku moja mchana, Seikyung alimwona Yi-an akila keki ya nanasi na akakumbuka kwamba Yi-an halisi alikuwa na mziwa wa nanasi. Alimfanya aitupe chini, lakini Yi-an akala kitu kingine kilichotengenezwa kwa nanasi. Dakika chache baadaye, Yi alipata mshtuko mkali wa mzio na kukimbizwa hospitalini. Alipopata fahamu, Seikyung alimkabili kuhusu tukio hilo. Alihoji inawezekanaje mfanyakazi wa ndani kusahau jambo muhimu kama hilo, na kwa nini Yi-an alionekana kutokujua historia yake mwenyewe kiafya. Alimtuhumu kuwa anajifanya amepoteza kumbukumbu na kudai aseme ukweli. Akiwa amezidiwa na hatia na hisia, Seikyung alikiri kwamba alihisi kuwajibika kwa yaliyompata Yi-an halisi kwa sababu alimfukuza usiku wa ajali. Aliamini kwamba kama angekuwa amemsikiliza, mambo yangemalizika tofauti. Yi hakueleza kilichotokea kwa kweli, lakini aliahidi kwamba siku moja Seikyung angepata nafasi ya kurekebisha mambo. Alimwomba msaada wake hadi siku hiyo ifike. Seikyung alikubali, lakini kwa sharti kwamba Yi-an halisi angerudi hatimaye. Waliamua kuzingatia masomo yao pamoja, wakisubiri wakati huo. Wakati huo huo, Dong-su na Jong-chol walikamilisha maandalizi ya mpango fulani. Walikuwa wanapanga operesheni kubwa ya genge na walihitaji watu zaidi, hivyo wakaanza kuajiri. Dong-su alitaka kutumia vijana wadogo kama kundi la Jamie kuimarisha ushawishi wao na kupanua udhibiti wao. Kutokuweza kuungana na watu wake binafsi kutokana na hali zisizotarajiwa, Dong-su alimtuma Jamie kama mbadala. Akiwa furaha kwa fursa hiyo, Jamie alijiunga na misheni ya genge. Akaja kugundua kuchelewa kwamba alikuwa amevutwa katika jaribio la utekaji lililolenga nyumba ya Yi-an. Walipokuwa wakitembea kurudi nyumbani baada ya shule, Seikyung na Yi-an wakafika na kukuta vurugu zikiendelea nje ya nyumba ya Yi-an. Wanachama wa genge la Dong-su, wakisaidiwa na Ji, walikuwa wanajaribu kumteka mama yake Yi-an. Bila kusita, wote wawili waliingia kwenye mapigano na kufanikiwa kuwazuia washambuliaji kadhaa kabla milio ya vingerera haijakaribia. Akiona mwelekeo wa mambo ukiharibika, Jamie alipaniki na kukimbia. Wengine wa genge walikimbia muda mfupi baadaye polisi walipofika. Mama yake Yi-an alikimbizwa hospitalini, huku Seikyung akibaki nyuma kusaidia kushughulikia hali. Wakati wa mahojiano ya polisi, Yi alijaribu kutoa honge kimya ili kuepuka uchunguzi zaidi. Hilo liliposhindika, alilipuuzua tukio lote, daini kwamba wale waliodaiwa kuwa watekaji walikuwa tu wanaume walevi walioegesha vibaya gari nje ya nyumba yake. Seikyung alishangazwa na uongo huo, lakini Yi-an alieleza kwamba kuhusikano la polisi lingeleta tahadhari isiyo lazima na kufanya mambo kuwa baya zaidi. Alisisitiza kwamba angelishughulikia suala hilo kwa njia yake mwenyewe na akaapa kumlinda mama yake, akiwa na uhakika kwamba Mikyung ndiye aliyekuwa nyuma ya shambulio. Baadaye, Seikyung alirudi nyumbani na kutunga historia kueleza majeruhi yake, dai kwamba alishambuliwa na genge la mitaani. Baba yake, Mong-hyen, alimvuta hadi eneo lile, lakini hakupata dalili yoyote ya mapigano. Akiwa amekasirika, alimshutumu Seikyung kwa kusema uongo na akaanza kupandwa na hasira. Akiwa amezidiwa na hofu, Seikyung alizimia. Mama yake aliposikia kilichotokea, alimpigia simu kumkemea Mong-hyen kwa ukali wake, lakini yeye alisisitiza kwamba nidhamu kali ndiyo njia pekee ya kumfanya mwanawe kuwa mstaarabu. Asubuhi iliyofuata, Yi-an alitembelea kituo cha polisi kukamilisha maelezo yake, kuthibitisha historia ya kutokuelewana. Kesi ilifungwa muda mfupi baadaye. Mamlaka zilipoacha kumfuatilia, Yi-an alielekeza mawazo yake kwa Mikyung. Hadi wakati angeweza kumfikia, aliajiri walinzi kulinda nyumba ya mama yake. Wakati huo huo, kundi la Dong-su lilikutana na Mikyung kueleza kushindwa kwa utekaji. Ingawa alikuwa na hasira, Mikyung alitaka matokeo. Dong-su aliahidi kumaliza walichoanza na akamwadhibu Jamie kwa kuwakimbia wenzake. Jamie, akitambua hatari aliyokuwamo, alijificha na akaacha kuonekana shuleni. Kutouwepo wake ulichochea uvumi kwamba Yi-an alimjeruhi vibaya katika mapigano. Jina la uvumi, wanafunzi wengi walivutiwa na ujasiri wa Yi-an, hata wakimshangilia akijisifia uwezo wake kupigana. Kadiri muda ulivyopita, Yi-an na Seikyung walitumia muda mwingi
zaidi pamoja. Jioni moja, Yi-an aligundua kwamba Se-kyung alikuwa ameanza kuwa na tabia ya wasiwasi ya kung'ata kucha. Alihisi kuna matatizo nyumbani kwao, lakini hakusema chochote. Waliamua kwenda kupumzika katika chumba cha kujisomea. Baadaye, Se-kyung alikiri kimya kimya kwamba alikuwa amemdanganya baba yake ili kumlinda Yi-an. Akiwa na hatia, Yi-an aliomba msamaha na akaamua kubadili hali ya hewa kwa kumfundisha mbinu chache za msingi za kupigana. Nyumbani kwa Se-kyung, Mong-hyun alianza kumchunguza Yi-an akiwa na hakika kwamba alikuwa na ushawishi mbaya. Usiku huo, Se-kyung alimsindikiza Yi-an kurudi nyumbani. Nje ya geti waliona mtu aliyekuwa amejificha gizani. Alikuwa ni Jaime, aliyekuja kuangalia kama polisi walikuwa wanamtafuta baada ya jaribio la utekaji lililoshindikana. Alishtuka alipogundua kwamba Yi aliishi pale. Kwa wasiwasi, wavulana wale walimpeleka katika mgahawa wa karibu ili kumhoji, lakini Jaime alikataa kueleza uwepo wake. Yi-an alipogundua jinsi alivyokuwa na njaa, alimpa kumpeleka nyumbani ili apate chakula. Se-kyung aliamua kuandamana nao kwa tahadhari. Walipofika, Jaime aliomba kwa aibu kulala hapo usiku huo. Licha ya yote yaliyotokea, Yi-an alikubali kwa sharti kwamba ingekuwa kwa usiku mmoja tu, na akaweka wazi kwamba msamaha haukuwa sehemu ya makubaliano. Baadaye jioni hiyo, Se-kyung alimkabili Jaime faragani, akimtaka aseme ukweli kuhusu uhusiano wake na genge. Hasira zake zilipanda na akatishia kumtupa kutoka kwenye roshani. Yi alisikia mabishano hayo na akamlazimisha Jaime kufichua kila kitu. Hapo ndipo aligundua kwamba genge lililohusika katika utekaji lilikuwa la Dongsu. Hakuwahi kuona nyuso zao hapo kabla, lakini kukiri kwa Jaime kulithibitisha hilo. Asubuhi iliyofuata, watatu hao walienda shule pamoja. Mwalimu, bila kujua kilichotokea, waliwaadhibu wanyanyasi na kuwapa kazi ya usafi, lakini badala ya kutii, walipanga kumkamata Jaime na kumpeleka kwa Dongsu katika hoteli ya Sinho. Jaime aliposikia mpango huo, alipanic na kukimbia. Alikutana na Se-kyung ambaye alikuwa amechanganyikiwa kati ya kujibu ujumbe wa baba yake au kutafuta namna ya kumwokoa Yi-an. Jaime akiwa katika hali ya taharuki, alimvuta Se-kyung wakakimbia pamoja. Wawili walijificha katika njia nyembamba ambapo Jaime alieleza kila kitu. Wanyanyasi walikuwa wanamfuata na genge lilikuwa linapanga utekaji mwingine, safari hii ikimlenga tena mama yake Yi-an. Se-kyung alimshawishi kwenda naye kuuzuia, lakini Jaime alikataa, akijali zaidi usalama wake mwenyewe. Wakati huo huo, Yi-an alipata fahamu katika mafichibo ya Dongsu. Alipohojiwa, alitoa maelezo ambayo ni Dukpal tu angeyajua, akijaribu kumshawishi Dongsu kuhusu utambulisho wake wa kweli. Se-kyung aliondoka peke yake, akipanda taksi kurudi nyumbani kwa Yi-an, akipuuzia simu za baba yake zilizokuwa zinapigwa mara kwa mara. Akitumia simu ya Yi-an iliyodondoka, aliwasiliana na kampuni ya ulinzi na kuagiza walinzi zaidi kulinda wakeni wa nyumba hile. Jong-chul na watu wake walipofika, nyumba ilikuwa imelindwa sana kiasi kwamba hawakuweza kufanya chochote. Walichagua kusubiri nafasi. Dongsu aliendelea kuwa na wasiwasi, lakini akajumua kuzungumza. Alikiri kwamba Mi-kyung alimwajiri kumteka mama yake Yi-an na kumpeleka katika hospitali ya wagonjwa wa akili. Mara tu atakapokuwa ameondolewa, Yi-an angepelekwa nje ya nchi kabisa. Wakati huo huo, Se-kyung aliwasili katika hoteli ya Sinho, huku muda mfupi baadaye baba yake Mong-hyun akimfuata. Se-kyung alikiri kwamba alimvuta baba yake hapo makusudi ili amsaidie kumwokoa Yi-an. Wakati huo huo, Yi-an alimshawishi Dongsu kuachana na maisha ya uhalifu, akiahidi kumsaidia kuanzisha mgahawa, kisha akatoka hotelini bila kudhurika. Nje alimkuta Se-kyung na Mong-hyun. Wakati wavulana walikuwa wamesimama nje, Mong-hyun alimkabili Dongsu binafsi. Akitumia mamlaka yake kama mwendesha mashtaka mkuu, alilitishia genge kwa madhara makubwa ya kisheria kama watamlenga tena Yi-an au mama yake. Tukio hilo lilimwacha Dongsu akiwa na wasiwasi, akijiuliza kama kuendelea kufuata amri za Mi-kyung kulikuwa na thamani yoyote. Waliporudi nyumbani, Yi-an aligundua ulinzi ulioongezwa na akatambua kwamba Se-kyung ndiye aliyepanga. Wakati huo, Mi-kyung aliposikia kuhusu kusitasita kwa Dongsu, alikasirika sana na akamsukuma achukue hatua mara moja bila Yi-an kugemza hali hiyo. Siku iliyofuata, Se-kyung na Yi-an walikutana kwa siri na Se-kyung akaeleza makubaliano aliyofanya na baba yake. Baba yake alimsaidia kwa sharti kwamba Se-kyung aache kuwa rafiki yake. Alimthibitishia kwamba alikuwa amefanya jambo sahihi na akamshukuru kwa kuhatarisha mambo mengi ili kumlinda yeye na mama yake. Waliunda njia ya faragha ya kuwasiliana na wakaahidi kuendelea kusoma. Yi-an pia alitoa ahadi ya utani kwamba angemwonyesha Se-kyung uzoefu mpya nje ya maisha yao yenye msongo wa mawazo. Katika siku zilizofuata, Se-kyung alijiweka mbali shuleni kuepuka tuhuma na akaanza kutumia muda na Jun badala yake. Jun alipomdhihaki Se-kyung alimlinda haraka, akiwa hataki kusikia mtu yoyote akimsema vibaya rafiki yake. Wakati huo huo, hakuwa na habari kwamba kulikuwa na msichana shuleni aliyekuwa amempenda kwa siri. Lengo lake lilibaki katika kumsaidia Jaime arudi darasani na kuanza maisha ya kawaida tena. Yi-an aligundua
Aligundua kwamba Jamie alikuwa amepata kazi ya muda katika duka la bidhaa za haraka. Akamtembelea na kumwahidi kwamba angesuluhisha mambo na genge ili aweze kuanza upya. Wakati huo huo, Se-kyung alipiga simu kwa sauti ya huzuni. Akakiri kwamba alikuwa akifikiria kumaliza maisha yake kwa kuruka kutoka kwenye daraja lile lile ambalo Ian aliwahi kukaribia kufa. Bila kusita, Ian alimkimbilia na akamkuta akitetemeka kando ya barabara. Alimsaidia kutulia na akamshawishi watumie siku hiyo pamoja. Marafiki hao wawili waliamua kusafiri safari fupi ili kusafisha akili zao. Ian, akijua jinsi rafiki yake alivyokuwa dhaifu kihisia, alikataa kumruhusu aanguke tena. Waliondoka mjini na kuelekea ufukweni kutafuta utulivu. Bila wao kujua, Dong-soo na Jong-chol walikuwa wakifuatilia gari lao. Ian aliwaona njiani, lakini akaamua kuwapuuza na kuzingatia kumsaidia Se-kyung apone. Marafiki hao wawili walitumia siku kama wavulana wasio na mawazo. Waliendesha baiskeli kando ya bahari, wakacheza na mawimbi, wakatembelea maduka madogo, na usiku ulipofika, walijaribu kukodi chumba cha hoteli, lakini mhudumu akakataa kwa sababu walikuwa chini ya umri bila mtu mzima. Alikumbuka mmiliki wa moteli aliyekuwa na deni la fadhila kwa Dukpal na akaenda kumtembelea. Alitumia siri ya mtu huyo kupata chumba. Se-kyung, akiwa na mshangao kwa jinsi Ian alivyosuluhisha hali ile kwa urahisi, alianza kujiuliza, Dukpal huyu wa ajabu ni nani na Ian alimjuaje? Wakati huo huo, Dong-soo na Jong-chol waliingia katika moteli hiyo hiyo wakipanga kumteka Ian atakapokuwa peke yake. Azmi zao haikudumu. Jong-chol alilala akiwa zamu ya ulinzi na mpango ukaahirishwa kimya kimya kwa usiku huo. Ndani ya chumba cha moteli, Se-kyung alifunguka kuhusu manyanyaso aliyokuwa akipitia nyumbani. Alifika kilimo kwamba baba yake Mong-hyun alikuwa ameweka kamera za siri chumbani kwake. Alipomkabili, baba yake alipuuza hasira zake na akakataa kuwajibika. Akiwa amehisi kuvunjiwa heshima na kukosa matumaini, Se-kyung akakimbia nyumbani akiamini kwamba kumaliza maisha yake ndiyo njia ya kuachana na udhibiti wa baba yake. Ian alimsikiliza kimya kimya alipokuwa akieleza hofu na wasiwasi uliotawala maisha yake. Akitambua jinsi rafiki yake alivyokuwa karibu kuchukua hatua hiyo, Ian aliapa kuingilia ankale kabla haijakuwa kesha. Baada ya Se-kyung kulala, Ian alichukua simu yake na kumpigia Mong-hyun moja kwa moja. Alimwambia kwamba Se-kyung angebaki naye kwa muda ili apone, lakini akaahidi kwamba angeendelea kuhudhuria shule. Hasira ya Mong-hyun ilikuwa wazi, lakini Ian alisimama imara akieleza kwamba Se-kyung alihitaji muda mbali na nyumbani ili ajisikie salama. Asubuhi iliyofuata, Ian aliamka mapema na kuwasiliana na Jong-chol kwa kumitana. Dong-soo na Jong-chol walipofika wakitarajia uhasima, walishangaa alipoanza kusimulia mambo ambayo Dukpal peke yake angeyajua. Polepole ukweli ukaingia akilini mwao. Waliamini hakuwa mlaghafi, bali hali kadhalika alikuwa Dukpal halisi aliyerudia tena. Mienendo yao ikabadilika na wakamkumbatia kama familia, wakiahidi kumlinda kutoka kwa Mik-yong. Muda mfupi, dreva wa Ian aliwasili na chakula pamoja na sare zao za shule. Wavulana wakajiandaa kwa masomo, huku Dong-soo na Jong-chol wakijiandaa kumkabili Mik-yong. Baadaye siku hiyo, Mong-hyun alivamia shule akiwa na hasira. Alimshutumu Ian kwa kumshawishi Se-kyung kwenda safari ya usiku, akidai alimlevya na kumpeleka moteli. Mwalimu alijaribu kumtuliza, lakini alitaka mazungumzo ya faragha na Se-kyung. Msongo ukawa mkubwa mno na Se-kyung akaanguka kutokana na msongo. Muungaji alipokuwa akimhudumu, Ian aliomba kuzungumza na Mong-hyun ana kwa ana. Hakujizuia, alimwambia wazi kwamba tabia yake ni unyanyasaji, kwamba alikuwa akimnyonga mwanaye na kwamba kutama kilimo cha Se-kyung kilitokana na kutoweza kuishi kwa uhuru. Ian alimshauri atafute msaada kwa majeraha yake mwenyewe kisaikolojia kabla ya kujaribu kuunda maisha ya mwanaye. Mong-hyun akiwa na hasira alisisitiza kwamba nidhamu ni kali ndiyo malezi bora. Alijaribu kumpiga Ian lakini akazuiliwa haraka. Akiwa ameaibika, alidai shule ifungue uchunguzi wa kamati ya vurugu juu ya Ian. Alimshawishi Se-kyung kumkabili baba yake kwa utulivu na kueleza hofu zake badala ya kuzikimbia. Se-kyung alifuata ushauri huo na baadaye akamkabili Jae-hoon, akigundua kwamba mwanafunzi wake alikuwa akimchunguza kwa niaba ya Mong-hyun. Akiwa amechukizika, akakata uhasiliano nao kabisa. Mahali pengine, Jae-min alirudi kwenye nyumba yake ya kupanga na kukuta marafiki zake wa zamani wakimsubiri. Walikuwa na maagizo ya kumkamata na kumkabidhi kwa
genge, wakipuuza amri ya Jong Chol ya kumwacha aende zake. Akitambua kwamba wangemsaliti bila kusita, Jae-min alijiandaa kwa mapambano. Jioni hiyo, Seo-kyung na Yi-an walikutana katika chumba cha kujisomea. Yi-an alipitiwa na usingizi akiwa anasoma na Seo-kyung akaacha ujumbe kwa siri kabla ya kuelekea nyumbani. Asubuhi iliyofuata, mama yake Yi-an alipagawa kwa hasira aliposhindwa kupata dawa zake. Kwa kawaida, Mi-kyung ndiye aliyekuwa akisimamia dawa zake, lakini hivi karibuni alikuwa ameacha kuzileta. Yi-an alipokwenda kwenye duka la dawa, aligundua ukweli. Mi-kyung alikuwa akiandika dozi kubwa kupita kiasi za dawa kali za mfadhaiko, akimfanya mama yake awe tegemezi na asiye na utulivu. Akiwa na hasira, aliwasiliana na Dong-su na kumweleza alichogundua, akimtaka amlete Mi-kyung kwake. Dong-su na Jong Chol walijadiliana kama kumsaliti Mi-kyung kulikuwa uamuzi wa busara. Kabla hawajachukua hatua, alijitokeza mwenyewe akiwa mtulivu na baridi. Alisikiliza Dong-su alipompa masharti, siku 3 za kukutana na Yi-an na kujieleza. Aliondoka akiwa jawa na hasira, akitafuta kulipiza kisasi. Mi-kyung muda si mrefu alikutana na marafiki wa zamani wa Jae-me katika kituo cha polisi. Walikuwa wanajiandaa kuliripoti genge kwa jaribio la utekaji. Akitambua fursa, Mi-kyung aliwafuata na mpango wa kufanya hali iwe mbaya zaidi. Wakati huo huo, Seo-kyung alishtuka kugundua kwamba Yi-an hakuwa ameonekana shuleni. Mong-hyun alikusanya wazazi wengine na kuwageuza dhidi yake, kisambaza hadithi za uongo kwamba alimharibu Seo-kyung. Wanafunzi walianza kunong'ona kwamba Yi-an alimpeleka Seo-kyung kwenye safari isiyofaa, akamlevya na kumvuta hadi kwenye moteli. Kabla hajashughulikia uvumi, polisi walipiga simu. Marafiki wa zamani wa Jae-min walikuwa wamefungua mashtaka mapya wakimshutumu kwa vurugu na vitisho. Yi-an akaanza kutambua ukubwa wa njama iliyokuwa ikimzunguka. Mi-kyung na Mong-hyun walikuwa wakifanya kazi pamoja. Mi-kyung aliwasiliana na Yi-an na kuomba wakutane farahani. Walipokutana, alionekana mtulivu na mwenye kujiamini, akifichua kwamba hakuhitaji tena genge kufanikisha malengo yake. Alijigamba kuhusu mpango mpya wa kuiharibu kabisa sifa yake. Kwa tabasamu la kikatili, alieleza jinsi alivyowalipa wanyanyasi kufungua ripoti za polisi wakimshutumu kwa shambulio. Pia aliwaahidi msaada wa kifedha wa maisha yote na ulinzi wa kisheria ili kuhakikisha uaminifu wao. Wakiwa pofuzwa na tamaa, wavulana wale walikubali mara moja. Kabla hajaondoka, Mi-kyung alimuonya Yi-an kwamba hatamkamata kwamba hakuacha ushahidi wowote wa kuhusikana kwake na uhalifu wowote. Baadaye, Seo-kyung aliwasili na kuambiwa na Jae-hoon kwamba kwa amri ya baba yake angehamishwa darasa hadi kesi ya unyanyasaji itakapomaliza. Akikataa kutii, Seo-kyung aliandika tamko rasmi sema hakuwahi kunyanyasiwa na akarudi darasa la Yi-an. Ugaidi wake ulimtia moyo Yi-an. Muda si mrefu, Jae-min aliingia na kutangaza kwamba wanyanyasaji walimripoti Yi-an rasmi polisi. Wavulana hao watatu walikutana kujadili hali. Yi-an aliwaambia wasiwe na wasiwasi, akiahidi kushughulikia kila kitu. Baada ya yeye kuondoka, Seo-kyung alimshambulia kwa maneno Jae-min kwa kukaa kimya wakati angekuwa anasaidia. Wakati huo, Yi-an aliwakabili wanyanyasaji moja kwa moja na kuwapa nafasi ya kuondoa taarifa zao za uongo. Walikataa, wakiamini ahadi tupu za Mi-kyung na kudhani wangeweza kuokoka kwa kusema uongo. Mpango wao ulikuwa kumlazimisha Jae-min aunge hadithi yao ili kuifanya kesi iwe na nguvu. Baadaye, walikutana na Jae-min na kumweleza mpango wao wa kumpeleka Yi-an kwenye kizuizi cha watoto. Hata walimuonyesha nyaraka za kitabibu za uongo kuthibitisha madai yao. Akiwa na hofu, Jae-min alitambua kwamba majeruhi yale yalitokana na mapigano aliyoyaanzisha yeye mwenyewe, si Yi-an. Alikataa kushiriki, jambo lililowakasirisha wengine, wakimtishia kwamba wangemgeukia pia. Katika kituo cha polisi, Yi-an alipambana kujitetea. Mchunguzi alidai ushahidi thabiti, lakini video zote za unyanyasaji zilikuwa zimefutiwa. Njia ya pekee ya kujisafisha ilikuwa kumpata shahidi tayari kusema ukweli. Yi-an aliamua kuwasiliana na Dong-su na kumwomba wamtafute Mi-kyung, huku yeye akijikita kutatua kesi. Disaba kwa shinikizo kuongezeka, wavulana hao wawili waliendelea kusoma. Yi-an alifaulu mitihani yake ya shule na kupata sifa kutoka kwa Seo-kyung. Fuja lake haikudumu, kwani alipokea ujumbe kutoka kwa mpelelezi kwamba kesi yake ilikuwa imehamishwa ghafla kwenda kwa mwenda mashtaka. Kituoni, Yi-an alieleza kwamba wazazi wake hawakuweza kupatikana. Afisa alisema walijaribu pia kuwasiliana na Mr. Bei, baba yake wa mzao, lakini alikuwa nje ya mji. Karibu wakati huo huo,
Seo-kyung alimkabili baba yake kwa kuingilia kesi. Mong-hyun alikiri kuisukuma mbele, akiamini kwamba Ian ni hatari. Seo-kyung alimtetea rafiki yake na kusema baba yake alikuwa anakosea. Siku iliyofuata, Seo-kyung alikutana tena na Jae-min na kumuuliza kwa nini alikataa kutoa ushahidi. Aliamini kwamba Ian hangemuomba moja kwa moja kwani ingemweka matatizoni. Hivyo basi, Seo-kyung alimhimiza Jae-min ajitokeze na kusema ukweli. Kwa shukrani, Jae-min alikataa, lakini ilionekana wazi kwamba alikuwa amevunjika moyo ndani kwa ndani. Baadaye jioni hiyo, Jae-min alimtembelea Ian akiwa amekasirika kwa sababu Ian hakuwa amemwomba msaada. Alikiri hofu yake ya kukamatwa na akaomba msamaha, akisema alitaka tu kuhitimu bila tukio lolote. Ian alimfariji, akimwambia kwamba anamuelewa. Alimwalika nyumbani kwake, akamlisha chakula cha jioni na kumtia moyo awe mtu bora zaidi. Kabla usiku haujaisha, Ian alimwambia aombe msamaha kwa Ian wa kweli ikiwa angerudi. Wakati huo huo, Seo-kyung aliomba radhi kwa matendo ya baba yake na Ian akamfariji akisema halikuwa kosa lake. Seo-kyung alikiri kwamba hakuwa tena anamwogopa baba yake na alijihisi mwenye nguvu ya kutosha kusimama dhidi yake. Ian alionyesha kujivunia maendeleo yake. Baadaye, Ian alikeshea hospitalini pamoja na mama yake ambaye alionekana kuwa macho na mwenye ufahamu kuliko hapo awali. Katika mazungumzo yao, alizungumzia kuhusu Mi-kyung na mwenyekiti Bae, akifichua kwamba Bae alikuwa amemnulia Mi-kyung nyumba mpya miaka miwili iliyopita. Ian aliweka jambo hilo akilini mara moja na akawatuma Dong-su na Jong-chul wachunguze eneo hilo. Asubuhi iliyofuata, Jae-min aliamka mapema, akajisafisha na kujiandaa kwa shule. Alimwacha dada yake ujumbe na kumpigia Seo-kyung simu kuuliza mahali ambapo kikao kijacho kingefanyika. Kikao kilipoanza, Mong-hyun aliwasili kumzuia Seo-kyung kutoa ushahidi. Wakati huo huo, Jae-min alitokea na kutangaza kwamba alikuwa hapo kumsaliti mtu. Chil-sung alifanya ziara isiyotarajiwa hospitalini ambako mama yake Ian alikuwa akipona. Alimkuta Ian amelala kando ya kitanda chake na akaanza kuzungumza naye kimya kimya. Katika mazungumzo yao, alishtuka kusikia yote ambayo mwanawe alikuwa amepitia, jinsi alivyohatarisha maisha yake kumlinda na kuzuia ulimwengu wao usisambaratike. Chil-sung akiwa na shauku juu ya uvumi aliyokuwa amesikia, aliuliza kama Ian alikuwa mwana wa Dakpol. Mama yake alikataa kuwahi kumjua mtu wa jina hilo, lakini hisia zake zilimwambia kwamba kulikuwa na zaidi nyuma ya hadithi hiyo. Kabla hajaondoka, alimshauri apange maisha yake na kumlinda mwanawe kabla haijachelewa. Wakati wa kikao, Jae-min aliingia na kubadilisha kabisa matokeo. Aliwasaliti marafiki zake kwa kuiba kompyuta ndogo iliyokuwa na video zote walizorekodi walipokuwa wakiwanyanyasa wanafunzi wengine. Mapigano yakazuka na Mong-hyun alishangaa kumwona mwanawe mwenyewe Seo-kyung ingia kusaidia kuyazuia. Ungamono la Jae-min na ushahidi wa kidijitali vilitosha kwa waendesha mashtaka kuwakamata wanyanyasi papo hapo. Ian, ingawa alipata nafuu, alikasirika kwamba Jae-min alikuwa amepuuza nafasi aliyompa kuondoka. Jae-min alikiri kwamba hangeweza kuishi na nafsi yake kama Ian angepelekwa kwenye kizuia cha watoto kwa jambo hakulitenda. Wavulana walipokuwa wakisindikizwa, Jae-min alitoa msamaha dhatiti huku wengine wakikataa kusema neno lolote. Akiwa amezidiwa na hisia, alimuona roho ya Ian wa kweli karibu na akabububuka na machozi akiomba msamaha pitia kilio chake. Baada ya kikao, Ian alikimbilia hospitalini ambako Chil-sung, Dong-su na Jong-chul walikuwa wakimsubiri. Mama yake alikuwa ameruhusiwa kutoka na Chil-sung akaomba mazungumzo ya private. Ndani ya muda mfupi, mzee huyo akatambua ni nani alikuwa mbele yake. Manera ya kuzungumza yake, jiamini yake na utulivu wake havikuacha shaka. Alikuwa Dakpol. Macho ya Chil-sung yakajaa machozi alipotamua kwamba rafiki yake wa zamani alikuwa amerudi katika muundo mwingine. Ian alithibitisha hilo, ikielezea kwamba alikuwa amebaki nyuma kumlinda ule kijana na familia yake. Jua muda wake ulikuwa mfupi, Chil-sung aliwaomba Dong-su na Jong-chul wabaki kando ya Dakpol na kumuunga mkono. Baada ya mama yake kuruhusiwa, Ian alipata wazo la ghafla kuhusu mahali wa kupata Mi-kyung na mwenyekiti Bae. Yeye pamoja na watu wake walikwenda uwanjani wa ndege walipowazuia wawili hao walipokuwa wakirudia kutoka mkutano nje ya nchi. Mi-kyung alijaribu kukimbia, lakini Ian alimkamata na kudai mazungumzo ya private. Hapo aliweka kila kitu wazi, kila alichotenda: kumwekea mama yake dawa, kuajiri wahuni na kumbambikizia kesi. Mwenyekiti Bae alisikiliza kimya, akishtukwa na matendo yake na jinsi yanavyoweza kuharibu taswira ya kampuni. Mi-kyung alijaribu kujitetea, lakini Bae alimkatiza, akitangaza kwamba alikuwa amevuka mipaka. Kisha akamgeukia Ian, akimsifu kwa ujasiri wake na kumpa ofa ya kumtambua rasmi kama mwanawe. Ian alikataa, akimwambia
hakuwa nafasi kuwa baba kwa sababu hakuwahi kuelewa maana ya kumlea mtu. Baada ya hapo aliondoka. Baada ya mambo tu kutulia, Dakpol alianza kupanga kila kitu kabla roho ya Ian wa kweli haijarudi. Alihakikisha kwamba Jae-hoon aliomba msamaha kwa Seo-kyung, kwamba mama yake Ian aliendelea na safari ya kupona na kwamba alipata ujasiri wa kujenga upya maisha yake. Alipotaja hamu yake ya kurudi kwenye uigizaji, alimtia moyo na kuahidi kumuunga mkono. Baadaye Seo-kyung alidai majibu. Ian alikataa. Baada ya muda huo, Ian aliendelea kwenye adito na msichana aliyekuwa na hisia naye, na hapo akamwambia ukweli wote. Seo-kyung alikabiliana na roho ya Ian wa kweli, akilia huku akiomba msamaha kwa kumwacha wakati alipohitaji msaada zaidi na kumlaumu kwa maumivu yake mwenyewe. Roho ya Ian ilimsamehe, kuwapa wote wawili hitimisho lililochelewa kwa muda mrefu. Baadaye Dong-su naye akagundua ukweli. Walipokuwa wakinywa pamoja na Jong-chul amelala, akamkabili Duke. Dong-su alimshukuru kiongozi wake wa zamani kwa kuwaongoza na kuwalinda kwa muda mrefu. Naye Duke Paul akamshukuru kwa uaminifu wake na undugu wake. Wakashiriki kwa heri ya kimya, jikiwa ilikuwa ya mwisho. Baada ya kusawazisha kila kitu na kuhakikisha ulimwengu wa Ian uko muthubutu, Dakpol alijiandaa kuagia. Hivyo basi, ilikuwa roho ya Ian wa kweli iliyochagua kuondoka kwanza. Kijana alisema alikuwa amechoka kuteseka na alipata amani mwisho. Akiwa mwenye shukrani kwamba Dakpol alikuwa ameipa maisha yake maana, alimwambia hakuna aliyestahili kuishi katika mwili wake kuliko yeye. Kisha akatembea kwenye mwanga na kutoweka. Dakpol alibaki nyuma, sasa akiwa hai kikamilifu ndani ya Ian. Miezi michache baadaye, alihitimu shule ya ukuu na kuendelea chuo kikuu ambako Seo-kyung alijiunga naye. Wawili hao walitembea bega kwa bega katika eneo la chuo, wakitabasamu na wakiwa tayari kwa mwanzo mpya.